Sasa mwenyekiti wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshambulia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhusiana na uharibifu wa mali ulioweza kushuhudiwa wakati wa maandamano tarehe 25 na kufa ambao ulikuwa katika maandamano hayo. Sasa Gachagua ameshangazwa na ni vipi Murkomen aliweza kutambua kuwa kulikuwa na vurugu zile vurugu zilizoshuhudiwa hapo zilifanywa na watu wa Mlima Kenya. Akizungumza katika mazishi ya mwakilishi ward Beth Njoroge, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekataa vikali madai ya kwamba watu kutoka eneo la Mlima Kenya walihusika katika wizi wa biashara. Amesema haiwezekani kutofautisha watu wa mlima kwa sura, kwani watu wa mlima hawana alama maalumu usoni. Huyu Murkomen alisema ati watu wale walikuja kuchoma Nairobi walitoka Murang'a, walitoka Kirinyaga ani Nyeri. Kwani watu wetu wako na alama kwa uso ati akiwaona najua ni watu ya Nyandarua. Aidha, Gachagua ametupilia mbali madai ya kwamba kadi za utambulisho zilizopatikana baada ya wizi wa duka la Quickmart zilikuwa za watu wa Mlima Kenya. Amesisitiza kuwa mtu hawezi enda kuiba akiwa amebeba kadi yake ya taifa, hasa ikiwa ni mpya. Pia ameeleza uwezekano wa vitambulisho hivyo kuwa ni za vijana ambao hawajapokea kadi zao kwa wakati. Anaenda anaokota vitambulisho 30. Hata watu wakienda kuiba, kuna mtu anaweza wacha kitambulisho yake? Tena vitambulisho 30 na yote ni mpya. Na yote ni watoto wetu ya hapa mlima. Gachagua pia amemshutumu Rais William Ruto kwa kudai kuwa anajaribu kusababisha matatizo ya kisiasa hasa kwa eneo la Mlima Kenya. Ameomba Ruto aeleze wazi sababu za kutaka kumkamata, huku akiahidi pia atakusanya maelfu ya wananchi kutoka Mlima Kenya kuhakikisha kuwa Ruto anarudi nyumbani mwaka wa 2027. I'll mobilize 8 million people from this community to send you home. Swali tatanishi linabaki kuwa, je, serikali itaonyesha ushahidi wa madai yake dhidi ya Gachagua? Na ni kwa sababu gani serikali inataka kumkamata? Patricia Alex, Runinga ya KU.